kwa vijana kwanza nchini yao. Kwa hiyo ukisema unataka kuponya taifa kwa kweli unaponya taifa lao. 65% kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ni vijana. Sasa utaponya taifa gani ambalo vijana hawamo? Lakini kwa vijana kama ulivyosikia wanasema walikuwa wanashawishiwa, na mimi siamini kama vijana wa kariba zote walishawishika. Maana vijana wangeshawishika labda tatizo lingekuwa kubwa kuliko lilivyokuwa. Tume imetuambia walikuwa wanatafuta watu wachache wenye matatizo makubwa, wengine wamekata tamaa, wengine vijana sio wa mitaani. Maana yake ni kwamba watu waliokuwa na organize kitu walijua ya kwamba wakienda kwa vijana wenye mawazo timamu hawatapata support. Na hoja walizozitumia, moja ni ukosefu wa ajira kwa vijana. Nazungumza vijana. Lakini ukweli ni kwamba kwanza hakuna nchi yoyote duniani hapa ambayo vijana wake wote wameajiriwa na serikali. Hawapo. Mimi nimesoma Marekani na nimeishi huko. Marekani ndio nchi tajiri kuliko zote duniani. Lakini kila mwaka 4% ya watu wake huwa wao unemployed. Ikivuka hapo ndio inakuwa siasa. Lakini 4% minimum. Sasa wale ni wakubwa na uwezo ni mkubwa. Sisi tuna university hapa 40. Zinatoa wanafunzi zaidi ya 100,000 graduates kila mwaka. Huko nyuma tulikuwa na university chache sana. Huko tulikotoka huko tulikuwa na university moja tu inaitwa Dar es Salaam University. Waliosoma pale walikuwa akitoka pale hata graduation bado anaenda Magogoni anakuta jina lake lipo na kazi. Unatoka pale university hata hujajua vizuri kama ume disco au bado jina lako liko Magogoni na kazi umepewa. Kulikuwa na kazi hazina watu. Leo tuna watu, hakuna kazi za kutosha. Hiyo ndio tofauti, na sio kwamba tumerudi nyuma, isipokuwa tunaenda mbele na maendeleo huwa yanazaa matatizo mapya. Usually tulipokuwa na university moja tulikuwa na watu wanatafutwa wakafanye kazi. Maendeleo yametufanya sasa tuna university 40. Graduates 100,000 au 200 kwa mwaka. Mimi ni mwenyekiti wa chuo cha kidogo sana cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kivukoni pale. Lakini graduates pale wanatoka karibu 200 kwa mwaka. Sasa katika mazingira hayo lazima utakuwa na watu at any given time ambao watakuwa wana shughuli. Lakini tunasema nini sasa kwa vijana? Ukisoma ilani yetu, kwanza unajenga uchumi, kwa sababu uchumi ndio unaoajiri vijana. Na sisi tunatilia mkazo zaidi uwekezaji. Uwekezaji katika sekta zote. Sekta za viwanda, na viwanda ndio vinaweza kuajiri watu wengi zaidi. Ukienda mkoa wa Pwani kwa mfano, kuna ujenzi mwingi sana wa viwanda vinaendelea. Ukienda Kwara, kule wanaanzisha mtaa mzima wa viwanda. Na waziri wa mambo ya mipango ametueleza anaanzisha mitaa ya viwanda, na ilani imesema tuanzishe mitaa ya viwanda kila wilaya. Hiyo ndio mpango mahususi unaotokana na ilani yetu kwa ajili ya vijana. Hilo ni moja. Lakini nani anawekeza? Kwa sababu swala sio vijana wangoje tu waje Mchina awekeze afu wao waajiriwe. Hata wao wenyewe wanaweza wakakaa wakaanzisha miradi yao. Kitu ambacho kilikuwa kinawakosa ni mtaji. Lakini Rais Samia ametenga shilingi bilioni 200 za kutoa mikopo kwa ajili ya mitaji ya vijana. Na juzi katika bunge waziri wa nchi ofisi ya Rais ameeleza makusudio ya kuanzisha benki mahususi. Sasa mtu mwingine anayuko huko anasema benki ziko 50 kwa nini uanzishe nyingine?
Huyo hajui matatizo ya vijana hao. Hao vijana toka shule, akipeleka CRDB pale au akipeleka NMB, wanamwambia lete hesabu za miaka mitatu, bare statement. Sasa umetoka chuo kikuu, statement unapeleka mahesabu ya kitabu uliosoma, unaambia lete collateral. Sasa collateral itatoka wapi? Na wewe ndio umemaliza shule. Hayo ni matatizo ya vijana. Sasa ukiweka benki, anaweza akaweka hata cheti chake cha ufaulu, akakiweka ndio dhamana yake. Lakini wakikaa vijana wakaunda makampuni yao, alafu wakaelekeza kitu gani wanataka kufanya, kuzalisha mali, kama ni viwanda au kama ni engineers wanataka makampuni ya ukandarasi. Kwa sababu nchi yenyewe ina matatizo ya mabarabara, ina matatizo ya madaraja, basi vijana wanaweza wakajiajiri. Sasa si katika fani zote, ziko fani nyingine ambazo si rahisi sana. Maana huwezi kuambia walimu anzisheni shule au hospitali wanaweza madaktari, lakini ziko fani nyingine ambazo kama IT wanaweza kabisa wakaanzisha shughuli zao na wakakopa na wakaendesha. Hayo ndio tunayozungumza juu ya vijana. Lakini kuambia vijana chukua shilingi 10,000, 50 ukafanye fujo, ukachome nchi, bwana, utachoma nchi. Halafu kwa mfano wamechoma vituo vya mafuta, wale vijana waliokuwa na pampu pale mafuta sasa hawana kazi. Sasa hapo umewasaidia vijana au umewafukuzisha? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo nadhani nimejibu swali lako.